Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asiri kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu. Hali yazidi kutokota na kuwa tete zaidi kwa waziri mkuu hapa Tanzania, Mwigulu Nchemba. Waziri mkuu Mwigulu Nchemba ameweza kuvamiwa ghafla. Kivipi? Wana CCM wamegeukiana, wameanza kurusha mashambulizi makombora kai kwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Siku mbili zilizopita kulikuwa na mazishi ya mwenda zake aliyekuwa askofu wa kanisa la Kikatholiki. Wakati alikuwa anazikwa Askofu Pengo, tuliona waliokuwa viongozi katika taifa letu la Tanzania, lakini sasa hivi ni wastaafu, walipotambuliwa waliweza kushangiliwa. Akina Warioba, wale waliokuwa viongozi hapa Tanzania walishangiliwa, lakini Nchemba, Mwigulu na Emmanuel Nchimbi na wale ambao wako serikalini wakati walipotambuliwa hawakuwa wanashangiliwa. Sasa siku moja ikapita, wakati waziri wetu mkuu alipokuwa na shughuli ziarani ya maendeleo, akasimama akasema ya kwamba yeye hakuteuliwa ili apendwe. Yeye aliweza kuteuliwa na serikali ili kufanya kazi. Sasa matamshi ambayo aliyoyatumia yameweza kumweka mahali hatarishi baada ya kuvamiwa ghafla. Sasa wana CCM baadhi yao vile tumepokezwa siri, unajua habari hizi ni za ndani, huwezi kuzipata mahali popote, ila tu mtaziona baadaye, lakini tunakuwa wa kwanza wa kufichua yale ambayo yanaendelea. Wana CCM baadhi yao wameanza kusema hivi, wamemshambulia na kumvamia waziri mkuu Mwigulu Nchemba kwa kusema jitahidi kuangalia kinywa chako. Nafikiri baadhi yenu mmeona katika mitandao ya kijamii haya ambayo inazungumzia. Ameambiwa jitahidi, angalieni yale ambayo unayoyatoa kutoka kinywa chako. Uongozi hao ni wana CCM wanamsomea. Uongozi sio vile unataka kufanya, ila tu uongozi, angalia matamshi unayoyatumia. Angalia kinywa chako, fanya kazi. Mambo ya kusema sikuteuliwa, kupendwa ni nonsense. Piga kazi tu. Na ameshambuliwa tena, usimuige aliyekuwa rais ambaye alitutangulia mbele za haki, John Pombe Magufuli, kipenzi chetu hapa Tanzania. Akaambiwa usimuige Magufuli, utakosea sana. Fanya kazi vile uliweza kukabidhiwa nafasi ya kufanya kazi kama waziri mkuu. Kwa hivyo matamshi yale ambaye Mwigulu Nchemba aliyoyatumia kusema yeye hakuteuliwa, kupendwa, kuonyesha aliweza kukasirika wakati wastaafu walishangiliwa katika mazishi ya Pengo. Yeye hakushangiliwa. Sasa hilo jambo wakati tunaliangalia kwa kina aliweza kuumwa. Ndio maana akaweza kujitokeza na kutoa msomo hadharani kwamba yeye hakuteuliwa ili aweze kupendwa. Sasa matamshi haya ndiyo yameweka Mwigulu Nchemba mahali hatarishi kwa kusomewa na wana CCM kwamba yeye aliteuliwa kufanya kazi na mdomo wake unaenda kuleta changamoto na shida katika serikali ya CCM. Sasa wana CCM wanamsomea na kumwambia ya kwamba asimuige Magufuli, na kwa sababu Magufuli mara mingi alikuwa anatumia matamshi kama hayo ya kusema mimi sikupendwa, nilichaguliwa kuwa rais wa nini, ninafanya kazi. Sasa ameanza kutumia matamshi hayo
kama sasa yeye ndiye Magufuli amezaliwa upya katika taifa letu la Tanzania, ameonywa aangalie kinywa chake na kile ambacho anachokitoa. Sasa ndio maana tunasema ya kwamba hii serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan imeanza kushuhudia tofauti na mtafaruku wao wao wenyewe. Wanashambuliana, wana CCM wao wenyewe. Na sasa tumesikia Emmanuel Nchimbi atang'olewa mamlakani. Yaani yale ambayo yanaendelea katika serikali ya CCM ni kwa sababu ya kujichagua, kujitangaza kuwa viongozi. Na Mungu si atumani vile walifanyia Watanzania wengine mwaka jana wakati wa maandamano, watu wetu wakauliwa, ndugu zetu wakauliwa, jamaa zetu wakauliwa, wazazi wetu wakauliwa hapa Tanzania. Sasa haya ni kama yamegeuka kwa serikali ya CCM, ndio maana wanalaumiana wao wenyewe. Kwa hivyo Mwigulu amevamiwa makubwa kwa matamshi ambayo anayoyatumia sasa hivi. Lakini kwa kusema ukweli, serikali hii ya CCM ambayo ni ya Samia Suluhu Hassan iko na changamoto mingi. Mara misaada imekatishwa kutumwa hapa Tanzania kutoka taifa la Marekani, kutoka taifa la Uswidi, kutoka taifa la Canada, kutoka bunge la Ulaya. Sasa tunapitia changamoto nyingi hapa Tanzania. Mara nyingine tunaona serikali ya Samia ikijipiga kifua kwa kusema kwamba tutatengeneza dawa zetu za ARVs za kupambana ama kudhibiti ugonjwa wa ukimwi kwa sababu tumenyimwa hela kutoka Marekani. Sasa kuna shida ambazo zimeingia tangu Samia aingie mamlakani kwa kujichagua na kujitangaza na kujiapisha na kuingia afisini. Kwa hivyo shida hizi tunazishuhudia ni kwa sababu ya huyu ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan na uongozi wake, kwa sababu anatulazimishia uongozi wake kwa sababu sisi hatukumteua. Wakati wa uchaguzi kulikuwa na maandamano, lakini baadaye tukaona akijitangaza kupitia tume ya uchaguzi hapa Tanzania. Kwa hivyo tutarajie mengi kuhusiana na wana CCM kugeukiana wao wenyewe katika serikali hii ya Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine ambazo ni za kina sana kuhusiana na Emmanuel Nchimbi kwa sababu tumefahamishwa hapa Mbeya wakati tunaendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na ni kipi ambacho kinaendelea, mtafaruku hapa na pale. Baadaye tumezipata hizi taarifa, tutazileta baada ya kanda hii. Tutakuja na makala mengine ambayo ni mazito, ni ya kushangaza makubwa. Utayashuhudia breaking news ambayo tumepata kuhusiana na Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hapa Tanzania. Tutarejea na makala hayo ambayo yako na uzito na usiri mkubwa. Baadaye tuta-upload ili muweze kusikia maajabu ambayo yamefanyika. Naomba kutamatishia hapo. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, uwashe kengele ili usikose makala mapya wakati tunaweka Tanzania ITV. Asanteni sana na kwaheri.